Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, natumaini mzima wa afya. Mimi naitwa Uncle G na hii ni Asili Yetu TV. Leo tuko nje kabisa, tuko kwenye roundabout hapa ya Njombe bwana, ambapo tunaona inawakilisha kabisa pale viazi, kwamba ukiingia Njombe jivunie viazi vinapatikana. Lakini leo niko na washikaji zangu kutoka Ludewa mpaka Njombe, wakasema bwana, lazima tutie timu Asili Yetu ili tuweze kupiga stori za hapa na pale. Asili Yetu, wajibu wetu ni moja tu, kwamba tunatafuta vile vipaji ambavyo tunaona kabisa hivi tukiviangazia vinaondoka. Niko na Mr. Chambua comedian. Karibu sana Njombe mjini, karibu sana Asili Yetu TV. Poa sana. Uko poa kabisa? Mimi niko poa kabisa. Mbona umepoa sana? Hapana, niko poa kabisa. Okay, kwanza habari ya safari? Namshukuru Mungu tumefika salama, hivyo nadhani ni jambo la kushukuru. Okay. Waambie wale mashabiki tumetoka Ludewa na usafiri gani mpaka kufika Njombe? Mashabiki zangu tumetoka Ludewa kwa pikipiki mpaka tumefika Njombe. Tunaitafuta Asili Yetu. Ndio, tunaitafuta Asili Yetu TV. Okay. Shukrani sana. Tuanzie hapa. Chambua comedian, jina hili lilikujaje? Kiufupi hili jina mimi nilipewa na mzazi wangu, mama yangu mzazi ndio aliyenipa hili jina, hivyo nikaona isiwe vibaya nikilitumia hili jina kwenye hii kazi yangu ya comedy. Okay. Ndio. Kwa hiyo Chambua tulipewa na mzazi. Ndio. Ila sisi tukaongeza pale comedian. Ndio. Okay. Tulifikiria nini kuwa comedian sasa? Matarajio yangu mimi ni vile tu kuona na kwa sababu niliona ni kipaji ninacho, lakini pia ni kazi ambayo ina kipato. Nikaona ni kazi kama kazi nyingine, nikaamua niingie huko kwenye comedy. Okay. Ndio. Kitu gani ambacho kilikuvutia zaidi, au kuna msanii gani ambaye uliona kabisa kwamba yes, huyu msanii nataka alifuate nyayo zake? Ni kweli msanii aliyenivutia kabisa vizuri sana kwenye comedy ni ndugu yangu Kitefu Chamakani. Kitefu Chamakani amenivutia sana na nikaona ngoja nitembelee nyayo zake. Naamini kupitia yeye najifunza vitu vingi, naamini nitafika pale alipo. Okay. Ndio. Unafikiri Kitefu Chamakani yeye anaongea sana Kihehe na wewe ni Mpangwe? Ndio. Inakuwaje hapa? Kuhusu lugha kwa sababu anachanganya, anapiga Kihehe lakini pia anapiga Kiswahili. Mimi Kihehe kiufupi sijui, ila kwenye Kiswahili pale najua. Kwa hiyo najua nitajifunza sana vingi kupitia lugha ya Kiswahili anayozungumza. Okay. Comedian tumeanza mwaka gani hasa? Tumeanza 2026. 2026 mwaka huu. Mwaka huu. Ilikuwaje kipaji chako tukakigundua? Kipaji changu mimi kiufupi niliambiwa na mashabiki, niliambiwa na jamaa zangu kabla sijaanza kutengeneza kabisa hivi vitu, ila niliambiwa na jamaa zangu kwa wewe ukisimama hapo unaweza. Nikasema haya mawazo basi nitayatumia, nikaamua kusimama na nifanye kazi. Hivyo namshukuru Mungu mpaka sasa hivi naendelea vizuri. Okay. Ndio. Mashabiki, kwa nini mashabiki walikutarget moja kwa moja kwamba unaweza hapa? Kulikuwa kuna vitu gani unavifanya kabla ya kuingia kwenye game la sanaa? Kabla ya kwenye game la sanaa mimi ni kweli nilikuwa nafanya shughuli tu za hapa na pale ndogo ndogo, hususan ni kazi ya bodaboda. Ndio kazi yangu ambayo naitegemea sana. Ndio. Lakini zile stories za hapa na pale ndio zilizowafanya mashabiki zangu kusema kwamba wewe ukisimama hapa utaweza. Na mimi nikaona hebu nisimame. Okay. Ndio. Ndio safari yako ikaanzia hapo. Ndio safari yangu ikaanzia hapo. Baada ya kuanza kutengeneza sasa zile content, ndio mapokezi yalikuwaje na changamoto ambazo tulikutana nazo? Mimi namshukuru Mungu, mapokezi yangu kwa mashabiki yalikuwa ni mazuri kwa sababu walinipokea vizuri. Kwa sababu na wao wakasema wanawiwa na kazi zangu mimi nazifanya, wanaona nafanya kazi nzuri. Hivyo nasema namshukuru Mungu, lakini pia hivyo namshukuru Mungu. Okay. Namshukuru Mungu. Kwa mazingira ambayo unatokea Lusitu kule ni kijijini, sio? Ndio. Watu wanakuchukuliaje? Kuna wengine wananibeza, kuna wengine hivyo wananisapoti, ila walio wengi wananisapoti hivyo. Mimi namshukuru Mungu kwa vile nasapotiwa na mimi napata nguvu. Najua mimi nawaahidi tu mashabiki kwamba wategemee kazi nyingi zinakuja. Okay. Tumeshaona tumefanya kazi nyingi mpaka sasa hivi tulipofikia. Tunaona kuna hatua kubwa ambayo tumeipiga ambayo inatupa sukuma nguvu ya kuendelea kufanya kazi hii au nguvu naiona
Nguvu naiona kwa sababu mashabiki wananisapoti. Mimi naamini nguvu yangu kubwa sana ni mashabiki. Okay. Nguvu yangu kubwa sana ni mashabiki. Huku nikimwomba Mungu akinipa uzima, mimi naamini tutafika mbele. Tutafika mbele zaidi. Ndio. Okay. Kuna baadhi ya klipu nimeona ukicheza na mtoto. Yule ni mtoto wako, na ilikuwaje ukamuingiza kwenye sanaa mapema kiasi hiki? Ndio, ni kweli yule ni mtoto wangu, lakini kumuingiza kwenye sanaa ni kwa sababu mwanzo wakati naanza ilikuwa ni changamoto sana kuwaomba jamaa twende tukatengeneze content. Wakati huo sina chochote cha kuwapa. Kwa hiyo ukimwambia jamaa, mwanangu twende tukatengeneze content, anakwambia wewe inawezekana ukawa uwezi, unatutania. Sasa nikaona isiwe mbaya sana, nikaamua kumchukua dogo nimsimamishe pale. Namshukuru Mungu anamuongoza, nikimwelekeza ni mwepesi kuelewa, hivyo tunaenda. Okay, na upande wa mamake labda analichukuliaje hili? Mama yake hana shida kwa sababu moja kwa moja amebariki. Amebariki? Ndio, amebariki. Okay. Tunapomzungumzia Chambua Comedian 2026 mwezi wa pili ndo tumeanza game la sana, lakini tunaona unakuja kasi sana kwenye mitandao ya kijamii hasa pale TikTok. Ndio. Unadhani kitu gani unahitaji kuongeza zaidi ili uweze kwenda spidi zaidi? Mimi nadhani kikubwa ninavyoamini mimi kwamba ni ubunifu, lakini pia naomba mashabiki wanisupport kwa sababu nguvu yangu kubwa iko kwa mashabiki. Kwa hiyo naomba wanisupport mashabiki, naomba support yenu. Hicho ndio kitu ambacho naimba nacho. Ndio. Okay. Tunavyocheki sasa hili game kinjombe, unadhani tukikaza kama wasanii wa comedian tunaweza tukachomoka? Naamini hivyo. Naamini hivyo, kwa neema ya Mwenyezi Mungu tutafika tu. Okay. Ndio. Inaonyesha ni mtu ambaye una asali sana. Ndio, Mungu namwamini, namwabudu. Ndio. Okay. Unafikiri tulishai kufikiri kupata siku nafasi kwenye stage tu ukapewa nafasi ukaenda ukachekesha pale, tutatoboa? Naamini nitatoboa. Yaani jinsi ninavyojiamini. Yaani nikipata hiyo naamini nitatoboa. Tunaondoka kabisa. Kabisa, tena vibe kama lote. Naamini. Okay. Unapokuwa msanii wa comedian, vitu gani unatakiwa kuzingatia zaidi kwenye comedian? Kwenye comedian. Mimi ninachoamini mimi kwamba ni ubunifu. Kikubwa sana ni ubunifu na uvumilivu. Okay. Ubunifu na uvumilivu ni hivyo tu. Okay. Ndio. Mwanangu, naomba niambie content creator au wasanii wa comedian 5 ambao unawakubali nyanda za juu kusini, hasa Njombe. Wa kwanza Kitefu cha Makani. Okay. Anapokea salamu zake. Hizo salamu zimfikie. Wa pili ndugu yangu afisa usafirishaji. Ndio. Okay. Lakini watatu huyo anaitwa Bandidu Master. Ndio, sijajua anapatikana wapi ila najua Njombe hii. Okay. Namba 4? Namba 4 huyu Bibi Chala. Okay. Namba 5? Wa 5 huyu kidogo amenitoka jina. Ndio. Umetisha sana, sema na mashabiki zako sasa. Unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii? Ndio. Ili wakuzingatie huko sasa. Mashabiki zangu naambieni karibu Chambua Comedian, niko hapa. Lakini pia mimi napatikana kwa TikTok kwa jina la Chambua Comedian, lakini Facebook Chambua Comedian na YouTube. Ila hii mitandao mingine ya kijamii bado huko sijajipambanua sana. Kwa tupo TikTok Chambua Comedian, Facebook Chambua Comedian, YouTube Chambua Comedian. Hakikisheni mnamzingatia mwamba huyu hapa ambaye yeye ni msanii wa comedian lakini pia ni content creator. Kwa hiyo ukipita kwenye hiyo social media ambazo amezitaja utakuwa umetisha sana. Jina sio geni sana, ni Chambua Comedian. Chambua Comedian, jina jepesi kabisa. Kamzingatie mwamba huyu hapo kutoka Ludewa. Anawakilisha vizuri mkoa wa Njombe, lakini pia amekutajia top 5 ya wasanii au comedian au content creator ambao yeye binafsi anawakubali sana kutoka mkoani Njombe. Tulikuwa naye hapa, tumepiga naye story, tumeangazia vitu mbalimbali ambavyo vimemfanya afanye sanaa. Lakini sasa hivi ninakusogezea kipaji kingine kutoka Ludewa, anaitwa Kinyambe. Njombe kuna Kinyambe bwana. Endelea kuenjoy na Asili Yetu TV. Mimi naitwa Anko G. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare kwenye mitandao mingine. Karibu sana Asili Yetu TV. Asante.